Kwa majina naitwa Michael Haule, ni katibu wa Chadema wa mkoa wa Tanga, mjumbe wa baraza kuu, mkutano mkuu, mjumbe wa baraza la uongozi wa kanda na mjumbe wa baraza la uongozi wa Chadema mkoa wa Tanga. Leo nimewaita mahususi, kuna mambo muhimu ambayo natamani niwaeleze na Watanzania wote kwa ujumla wajue. Kwanza, ninajiuzulu nafasi yangu ya katibu wa Chadema mkoa wa Tanga na kujiondoa ndani ya Chadema. Moja, kwa sababu ukiwa kiongozi ni lazima uwe na dira na uelekeo wa kuona unatakiwa kwenda wapi na unakoenda utafikaje. Hivi ninavyozungumza, viongozi wetu wa Chadema ngazi ya kitaifa wamekosa uadilifu. Mwenyekiti wetu wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu zaidi ya miaka 100 anasota magereza, lakini ukiangalia uelekeo ndani ya chama, ukiwaona mchana unahisi ni viongozi wema na wanafanya mazuri, lakini usiku wanafanya mambo ambayo hayaeleweki, yanaendelea kukiumiza chama. Kwa kuyaona hayo, ninatakiwa niwe na jukwaa huru ambalo litanifanya niweze kuwapigania Watanzania katika haki na kweli ambayo inaweza ikawafanya kesho wakaiona ikawa njema zaidi. Nimesema haya nikiwa na akili timamu na nikitambua kwamba sioni jukwaa lingine la kisiasa kwa maana ya chama kingine cha kisiasa ambacho kinaweza kikafanya haya kwa ajili ya kuwaletea ukombozi wa Tanzania. Kwa hiyo nimeona nijiondoe, niwe huru kwa ajili ya kuwapigania Watanzania ambao kimsingi wanaitamani kesho yao iliyo njema zaidi, na watu ambao wanauelewa mzuri kwa ajili ya kuwapigania, kuliko kuwa na kundi ambalo ukiwatizama unaona kweli kama wanafanya vizuri, lakini kwenye uhalisia wanaendelea kuwaumiza Watanzania na hawana jingine jipi ambao wanalifanya zaidi ya kuendelea kutumika kama vibaraka. Kwanza kulikuwa kuna kipindi ambacho kulikuwa tunasema funga mwaka na mwenyekiti Tundu Lissu. Ninyi ni mashahidi, kuna zaidi ya fedha ambazo zilikusanywa ambazo zilikuwa na lengo la kumsaidia Mheshimiwa Tundu Lissu, lakini kama mnakumbuka na mnaweza mkawa mnajua, kaka yake na Mheshimiwa Tundu Lissu alitoa taarifa na kusema zile fedha hakuna popote zimekwenda na zimefanywa kazi. Na kuna kijana ambaye alikuwa anaitwa Freddy, alikuwa yuko karibu sana na Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye fedha zile alizitumia. Sasa hayo ni machache, lakini yapo mengine mengi ambayo kwa mimi kama mwanaharakati ambayo ninatamani kuona chama kinasogea, bado sioni kuna hicho kitu ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ni moja ya sababu na mambo mengine ambayo naamini kimsingi ukiyatizama unaona kiuhalisia hakuna lolote ambalo linaweza likaendelea. Yapo mengi. Kwa mfano, juzi makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche alitoa taarifa kwamba kuna shida ambayo anaipata Tundu Lissu, lakini hivi ninavyozungumza ni zaidi ya mwezi hajawahi kwenda kumwangalia Mheshimiwa Tundu Lissu magereza. Sasa anatoaje taarifa wakati haendi kumwangalia? Ukigundua hapo unaona kuna shida. Kitu ambacho ninakiona, sioni uelekeo. Tuna mark time, na ukiangalia viongozi wetu wamekuwa wanavizia matukio. Hakuna tukio ambalo linaandaliwa kama Chadema. Sasa hivi utaona kuna msiba, wanavizia kwenye msiba, wanaenda waonekane, na ninyi ni mashahidi. Mheshimiwa Bwege amefariki, unaona kinachoendelea kati ya Chadema na ACT. Viongozi wanang'ang'ania msiba ni wao, wakati wao wanasema yule kiongozi hawajawahi kumpa kadi ya chama, na hawa nao wanang'ang'ania. Kwa nini tusiwe na ajenda kama chama? Kwa sababu ni chama kinachoongozwa kwa misingi ya katiba, kwamba uelekeo wetu wa chama kwa sasa ni huu. Kama tunahitaji kushika dola, mipango yetu ni ipi? Zaidi ya kuwadanganya wanachama wa kawaida na viongozi wa chini kwamba tuendelee kukomaa, wakati wao ukiwaangalia hakuna chochote ambacho wanakomaa nacho. Ulitaka katibu? Kimsingi hakuna kitu chochote ambacho kimetuzuia sisi Chadema kufanya siasa. Chadema tuna kitu tunaita Chadema Family, ambayo inatuunganisha kama wanachadema kuendelea. Hivi leo hii nikikuuliza mwandishi wa habari, ni nani ambaye anaweza akakuzuia wewe usikae na wanao na mkafanya mambo mengine? Huyo mtu hawezi, na hakuna mtu ambaye anaweza kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo kwenye uhalisia ni kwamba hii inatumika kama kivuli, lakini kwenye ukweli ni kwamba hakuna ajenda yoyote ambayo chama kinasema ngoja tuende nayo na tuweze kufanya mambo mengine. Kuna madai kwamba uongozi wa Chadema ulioko kwa sasa hivi muda wake umeisha na uchaguzi